nafsi yako ifunge kamba, iambie wewe nafsi koma, tubia wewe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. Tuko kwenye sura ya 9, sura Tauba. Allah anasema bara'atu min Allahi wa rasulihi, ni tangazo la kuvunja makubaliano, ahadi, mikataba, linatoka kwa Allah na mtume wake. Ila alladhina ahadtum min almushrikin, tangazo hili wafikishiwe wale mliokubaliana nao, mnao mikataba nao katika washirikina ambao ni viongozi wa dini ya ushirikina pale Maka. Fasihu fil ardi 4 ashhurin, tembeeni katika ardhi kwa muda wa miezi 4. Bara'atun tulisema maana yake, ukisema kwenye lugha ya Kiarabu bara'atu minash shay'i, maana yake idha qata'ta ma bainaka wa bainahu min sababin wa azaltahu an nafsik. Kama kuna kitu ulikuwa umekipa umuhimu kwako, basi ukakata yale mahusiano yako wewe na hicho kitu, baina yako na hicho kitu, na ukakitoa katika nafsi yako kwamba kuanzia sasa basi. Kwa mfano, ulikuwa unavuta sigara, ukasema sasa mimi bara'atu mina dukhan au bara'atu minat tadkhin, suala la uvutaji sigara nimeshaachana nalo. Na neno fasihu fil ardi linatokana na neno siyaha. As-siyahatu maana yake as-sayru, ni safari. Kwa hiyo wameambiwa hao waliopigiwa baraa, tembeeni kwa raha zenu bila ya kubughudhiwa katika ardhi ya Allah. As-siyahatu maana yake as-sayru fil ardi wadh-dhahabi fiha litijarati au lilibadati au ghairihima, ni kutembea katika ardhi kwa ajili ya biashara au safari za kidini au mambo mengine. Hiyo ndo siyaha. Kwa hiyo baada ya kupigiwa tangazo la kuvunja mikataba na makubaliano yote, Allah akawaambia hao aliyowatangazia, fasihu fil ardi 4 ashhurin, maana yake tembeeni kwa amani katika ardhi ya Allah kwa muda wa miezi 4. Fasihu fil ardi 4 ashhurin siru aminina ayuha almushrikun, tembeeni kwa amani enyi washirikina, muddata 4 ashhurin, kwa muda wa miezi 4. Mmepewa ofa ya miezi 4 kukaa kwa amani. La yaqa'u bikum minna makruhun, ndani ya hiyo miezi 4 hamtopatwa na baya lolote kutoka kwetu, yani kutoka kwa Allah na mtume wake. Wameachiwa miezi 4. Wa huwa amru ibahatin wa fi dhamnihi tahdidun, ni kama agizo wamepewa, tembeeni kwa amani kwa muda wa miezi 4, lakini ndani yake lina makamio.
baada ya miezi minne amani inaisha, ndo maana yake. Sasa miezi minne hii ni moja katika mawili wanaweza wakalifanya. Wakigundua kwamba hawana uwezo wa kugombana na Allah na mtume wake, basi warudi wapatane nao, mambo yaishi. Kama watakuwa na msimamo wao pale pale, sisi hatukubaliani nao, wajipange kimapambano, baada ya miezi minne amani imeisha. Lakini vyovyote watakavyoamua, hata wakiamua vita, Allah akaambia wa'alamu annakum ghairu mu'jizillah, eleweni nyinyi si wa kumshinda Allah, hamuna uwezo wa kumshinda Allah. La tafutunahu ta'ala, hamwezi kumkimbia au kumkwepa Allah mtukufu. Wa in amhalakum hadhihi almuddati, hata kama amekupeni muda kama huo wa kujipanga, kujiandaa, jipangeni, jiandaeni, fanyeni maandalizi, lakini kwa vyovyote mtakavyojiandaa hamna uwezo wa kumshinda Allah subhanahu wa ta'ala. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, na ieleweke kwamba Allah siku zote huwakhizi makafiri, anawafedhehesha tu, wataadhirika tu. Watajipanga, watakusanya nguvu zao, watafanya maandalizi, lakini hatimaye wakiingia vitani wanashindwa. Wa anna Allaha mukhzil kafirin, ay maana yake anna Allaha mudhilluhum fi dunya, Allah kapanga kuwadhalilisha washirikina hapa duniani bil asri wal qatli. Hata wakiingia vitani atawadhalilisha kwa kukamatwa mateka na kwa kuuawa wengineo. Watauawa na wengineo watakamatwa mateka. Sasa huo ni udhalilifu kwa mtu anayejiita shujaa, alafu akasalitishiwa mtu yeye alimdharau, akamuona hana uwezo, lakini aliyedharauliwa akamshinda mwenye kudharau. Ina maana udhalilifu mkubwa kwa yule ambaye alikuwa na jeuri kuingia mikononi mwa mtu aliyemdharau, akamuona mnyonge akawa mateka wake, au kuingia naye vitani akapambana naye alafu yeye mbabe akapigwa. Allah anaambia atawadhalilisha tu duniani. Duniani adhabu yao, kudhalilika kwao duniani bil asri wal qatli, watakamatwa mateka na wengineo watauawa vitani. Wa fil akhirati, na atawadhalilisha pia akhira bil adhabi shadidi, kwa kuwaweka katika adhabu kali kwenye moto wa jahannam. Tangazo limetolewa mapema, kama wanajipanga, wanajiandaa, wajiandae, lakini hata watakapojiandaa wakiingia vitani, Allah kaamua atawadhalilisha. Wa adhanu min Allahi wa rasulihi ila nnasi, na hili ni tangazo linatoka kwa Allah na mtume wake, linakusudia lifikishwe kwa watu, watangaziwe watu. Adhanun maana yake al-adhanu al-i'lamu. Adhan maana yake ni kutambulisha. Wa minhu, na katika matumizi ya neno hili adhan, adhanu salati ni kama hizi adhana zetu tunazoitana kwenye sala. Akisimama muadhin akisoma adhana, anawatambulisha watu kwamba muda wa sala, muda wa kuja kumwabudu Allah umefika, wacheni mambo yote, lililo muhimu sasa hivi ni hili. Kwa hiyo Allah katoa hiyo adhan, utambulisho unatoka kwake na kwa mtume wake, ila nasi, uende kwa watu. I'lamun ila kafati nasi, ni tangazo linakusudia kulengwa kwa watu wote. Bitabarru illahi ta'ala wa rasulihi min almushrikin. Tangazo hili Allah anataka lisomwe kwenye public, liwafikie watu wote duniani, waelewe kwamba Allah na mtume wake wameshavunja makubaliano yote na washirikina. Kuanzia sasa, wakati wote hapa amani inatoweka, kwa sababu hawaitaki amani.
Na hii ndo kama tulivyopitia kwenye darsa iliyopita, Mtume alimtoa Abu Bakar kama kiongozi wa mahujaji. Baada yake kuondoka Abu Bakar na mahujaji, akamtuma Ali ibn Abi Talib, yeye ndo akawe mtoaji wa matangazo haya, akayasome siku ya Arafa. Arafa pale hukutana mahujaji wa nchi zote duniani waliobarikiwa uwezo wa kwenda, na pale kiongozi wa umma alikuwa husimama kuwahutubia mahujaji siku hiyo. Anapokea taarifa za mahujaji kutoka maeneo mbalimbali, na halafu yeye huwa anajipanga kutoa ufumbuzi wa taarifa hizo. Wanakuja watu kutoka Afrika, Asia, Ulaya, wapi, Waislamu, na wanaonana na kiongozi wa pale. Wakati huo ni Mtume. Sasa Mtume anapokea taarifa, Waislamu wa eneo fulani wanasikitika, wana shida fulani, kama vile wafanyakazi kwenye mikoa, idara na nini wanavyopeleka ripoti Ikulu. Mheshimiwa Rais akapitia mafaili, akajua ripoti za maeneo yote na shida zote, na akapanga namna ya kuzitatua. Yeye ndo kiongozi na anapaswa kujua shida ya anaoongoza, na lazima yeye ndo awe na njia ya kutatua matatizo ya watu. Kwa hiyo siku ya Arafa watu wamekusanyika pale, tangazo hili la Allah lisomwe, kwa sababu watu kutoka pande zote za dunia wanakuwepo, wafikishiwe taarifa hiyo. Munayo habari ya jambo lililopo? Hatuna. Basi Allah na mtume wake kuanzia sasa wamevunja mikataba yote iliyokuwepo, makubaliano yote waliokubaliana kuanzia sasa yametupiliwa mbali. Tangazo hili litoke Yaumul Hajjil Akbari, siku ya hija kubwa, yani siku ya kilele cha ibada ya hija, kama Mtume alivyokuwa anasema al-hajju Arafa. Hija yenyewe yote ni pale Arafa, ambapo watu husimama, na siku ya pili yake ndio ikawa sikukuu, al-hajju Arafa. Kwa hiyo siku ya mkusanyiko wa mahujaji ndio ilipangwa litolewe tangazo hili, mahujaji wote duniani walisikie, wakiondoka hapo wakirudi kwa jamaa zao wakapeleke taarifa. Lililoko ni hili, Allah na mtume wake wameamua hivi, litoke tangazo hilo Yaumul Hajjil Akbar, yani yaumun nahri, siku ya kuchinja, alladhi, siku ambayo huwa afdalu ayyamil manasiki, ndo siku bora katika siku zote za ibada ya hija, siku ya kisimamo cha Arafa. Pale watu wapewe taarifa ya tangazo hili la Allah na mtume wake. Qala Zamakhshari, amesema Zamakhshari, usifa al-hajj bil akbari, imesifiwa hiyo haji kwamba ni kubwa, haji kubwa, siku ya haji kubwa. Lianna al-umrata, kwa sababu umra tusamma al-hajjul asghar, inaitwa ni hija ndogo. Sasa hija kubwa ni hii ibada yenyewe ya hija, na kilele cha hiyo ibada ya hija, pahala patukufu zaidi katika ibada zote zinazofanywa kwenye hija, ni siku ya Arafa. Kwa hiyo siku hiyo lisomwe mbele ya watu tangazo hilo. Wa adhanu minallahi wa rasulihi, kuna tangazo hili linatoka kwa Allah na mtume wake, ila nasi, lifikishwe kwa watu wote duniani. Lini? Siku gani ya kulifikisha? Yaumul Hajjil Akbar, siku ya hija kubwa. Tangazo linasema anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, hakika ya Allah na mtume wake wanatangaza kuwa wamejitenga na makubaliano yote na washirikina. Imefutwa mikataba yote baina ya Allah na mtume wake na washirikina. I'lamu lahum, hili ni tangazo kwa watu, bi anna Allaha, wajulishwe watu kwamba Allah bari'un minal mushrikina wa uhudihim, Allah kashajivua, kazikataa, kafuta nyaraka zote za makubaliano baina ya washirikina
na yeye. Ahadi zote walizoahidiana ziko outdated. Wa rasuluhu, na mtume wake, yani Allah na mtume wake wako pamoja, wanatoa tangazo hilo. Allah yuko mbali na makubaliano hayo. Wa rasuluhu bari'un minhum aidan, na mtume wake pia yuko mbali na makubaliano yote na washirikina. Alafu Allah akawanasihi hao aliowavunjia mikataba, kawanasihi kwa kuwaambia, fa in tubtum, muda wa miezi 4 mmepewa, zingatieni vizuri na halafu mfanye maamuzi yanayofaa. Fa in tubtum, ikiwa mtakubali kutubu, mkasema sisi Allah hatumwezi ugomvi wake, hatuwezi kupambana naye, tunaacha hichi kisirani, tumekubali kusalim amri, fahuwa khairun lakum, mkifanya hivyo itakuwa ni bora kwenu, silimuni tu mambo yaishe. Fa in tubtum, nyinyi washirikina mkitubu, fahuwa khairun lakum, inakuwa ni khairi kwenu. Yani maana yake, fa in tubtum anil kufri, mukitubu na mkaachana na ukafiri, waraja'tum ila Allahi, waraja'tum ila tauhidillahi, mukarudi kwenye mila, ibada, dini ya kumpwekesha Allah peke yake, fahuwa khairun lakum, mukifanya maamuzi hayo itakuwa ni khairi kwenu. Minatamadi fi dhalali, kuliko kuchagua kung'ang'ania kuendelea na upotevu. Mkijielewa kuwa nyinyi ni viumbe na mkamtambua muumba wenu, mkapatana naye na mkakubali kumwabudu peke yake bila ya kumshirikisha, itakuwa mmefanya maamuzi ya busara, jambo hilo ni khairi kwenu. Lakini the opposite is the case, kinyume chake, wa in tawallaitum, mukijifanya jeuri mukapuuza ruhusa hiyo, fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah. Karudia tena Allah kauli yake, eleweni hata mkijipanga kivita, nyinyi hamuwezi kumshinda Allah. Nyinyi mtabaki kuwa ni viumbe tu, hamuwezi kumzidi mbinu na nguvu muumba wenu. Fa'alamu, wa in tawallaitum, mukikataa kutubu na kurejea kwake, fa'alamu, jueni, annakum ghairu mu'jizillah, vyovyote mtakavyojipanga nyinyi hamuwezi kumshinda Allah. Yani maana yake, wa in a'radtum 'anil islami, mukipuuza kusilimu, kujisalimisha kwa muumba wenu na Mola wenu mlezi, wa abaitum illa listimrari ala alghayy wa dalali, na mkang'ang'ania tu mkaendeleza ugomvi wenu katika chuki na upotevu, fa'alamu, eleweni, annakum, hakika yenu nyinyi washirikina, la tafutuna Allaha talaban, hamwezi kukwepa kushikwa na Allah. Yani kama itakuwa Allah anakutakeni akutieni kwenye nguvu zake au adhibu, hamuna uwezo wa kumkwepa, kumkimbia. Hamna pa kukimbilia mkasema hapa tutakuwa tuko mahala salama, hawezi kutushika wala hawezi kutupata wala hawezi kutuma askari wake wakatushinda. Hamwezi nyinyi kumshinda Allah. Wala tuajizunahu haraba, wala hamwezi kumkimbia. Yani nyinyi hamwezi kutafuta mahala salama asiwafike, wala hamwezi baada ya kumfanyia vitimbi kusema tutamkimbia. Hamwezi kumdhuru wala hamwezi kumkwepa. Yani vyovyote mtakavyochagua, mashaka yanarudi kwenu nyinyi wenyewe. Wabashiri alladhina kafaru bi'adhabin alim, aya ikamalizia anaambiwa mtume, wabashiri alladhina kafaru, wabashirie wale wanaokufuru, bi'adhabin alimin, kwamba watapata adhabu yenye maumivu makubwa.
bashiril kafirina, wabashirie makafiri, bi'adhabin mu'limin muji'in yahillu bihim, wabashirie adhabu yenye machungu inayouma, ambayo hamna namna, lazima itawafika tu. Hawana mahala pa kukimbilia, wakasema huko tutakuwa tuko salama, nguvu ya Allah na nguvu ya mtume wake haitufiki. Wabashirie adhabu inayouma. Qala Abu Hayyan, amesema Abu Hayyan, ja'ala al-indharu bisharatan, Allah ametumia lugha ya maonyo kwa lugha ya bishara. Katumia neno la kuwaonya watu kwa lugha ya bishara. Wabashiril ladhina kafaru, bishara huwa ni jambo la kheri, jema. Sasa unambashiria mtu kitu kinachofurahisha, chenye matumaini, lakini mbashirie adhabu, si mahala pake kwa mpangilio wa lugha. Lakini Allah ametumia mahala pa maonyo, akatumia bishara, ala sabili istihzai bihim, kwa njia ya kuwafanyia istihzai. Ala sabili istihzai bihim, katumia njia ya kuwafanyia istihzai. Kama kuna jambo linawafurahisha, wanalipenda, basi jambo lenyewe litakuwa ni adhabu yenye machungu makubwa. Wa fi hadha wa'idun 'azimun lahum, haya ni makamio makubwa kwa watu wanakwenda kinyume na muumba wao. Hii lugha kwa mwenye kufahamu maana inatisha, lakini hao wanaoambiwa kama hawaielewi. Wabashirie wanaokufuru au watakaokataa adhabu inayouma. Illa alladhina, isipokuwa tangazo hili haliwahusu wale watu ambao ahadtum, muna mikataba nao, minal mushrikina, katika washirikina. Tangazo limetolewa kwa watu wote, linatoka kwa Allah na mtume wake, linaenda kwa washirikina. Lakini kama wanavyosema wazungu, no rule without exception. Hakuna sharia ambayo ndani yake mna vifungu vya kuvua baadhi ya watu, baadhi ya mazingira. Sharia yoyote ina exceptions. Sasa tangazo hili la kuvunjwa mikataba halitawahusu washirikina ambao, illa alladhina, ila halitawahusu washirikina ambao ahadtum minal mushrikin, munao mikataba nao katika hao washirikina. Lakini washirikina wenyewe, thumma lam yankusukum shay'a, wamekuwa wastaarabu. Tangu mlipokatibiana mambo, wao wamelinda mikataba yao, hawajaonyesha jeuri, hawajaenda kinyume. Hawa waliofanya ungwana haliwahusu tangazo hilo. Wengine walikuwa sio waungwana, wanaahidiana jambo, halafu wanapita kwa mlango wa nyuma, wanacheza na akili za watu, wanavunja makubaliano na wanafanya yale ambayo waliyakubaliana yasifanyike. Kwa hiyo tangazo lipo kama kawaida, lakini kwa wale ambao mpaka sasa wameheshimu mikataba, hawajaiendea kinyume, hawa nyinyi msiwavunjie mikataba yao, itabaki kuwa active. Illa alladhina ahadtumuhum, isipokuwa tangazo hili haliwahusu washirikina mliokubaliana nao, walam yanqudu al-ahda, lakini mpaka sasa hawajatengua ahadi zao. Waungwana hawa, faatimu ilaihim ahdahum, hawa mikataba yao itakuwa hai, watimizieni muda wa mikataba yao kama mlivyokubaliana. Vurugu zitakazotokea washirikina wa aina hii haziwahusu, madamu wamelinda mikataba na nyinyi mnawalinda, wabaki kwenye amani na mikataba itakuwa inafanya kazi.
Waislamu wamekatazwa wasiwe mwanzo kuvunja makubaliano, waiheshimu. Lakini hii imevunjwa kutoka kwa amri ya Allah mwenyewe, kwa sababu waliovunjiwa mikataba walikuwa frequently na wao wanakwenda kinyume na hiyo mikataba. Kwa hiyo inakuwa haina kazi ile mikataba. Msitufanyie khiana, wao wanafanya khiana. Msishirikiane na maadui zetu wanaotupiga vita, wanashirikiana nao. Kwa hiyo kaambiwa hawa hawafai. Vunja mikataba yote, ingia nao vitani. Illa alladhina ahadtumuhum, isipokuwa washirikina mliokubaliana nao. Walam yanqudhu al-ahda, na mpaka sasa hawajavunja ahadi zao, hawajaenda kinyume na mikataba. Faatimu ilaihim ahdahum, watimizieni muda wa mikataba. Tuna mkataba wa miaka 10, mtaendelea kuulinda mkataba huo mpaka miaka 10. Madamu mliokubaliana nao ni waungwana, wanaheshimu mikataba, na nyinyi heshimuni. Qala fil Kashaf, Sheikh aliandika tafsiri inaitwa Al-Kashaf. Katika kutafsiri aya hizi kasema hivi: wa huwa istithna'un bimaana al-istidrak. Hii ni istithna, exceptional case. Tangazo limetoka kwa washirikina wote isipokuwa washirikina wa aina hii. Tangazo hili haliwahusu. Lakin man wafa wa lam yankuth, washirikina wote mikataba imevunjwa, lakini waliotimiza mikataba yao hawajaiendea kinyume. Faatimu alaihim ahdahum, timizeni muda wa mikataba yenu nao, waheshimuni kama walivyojiheshimu. Wala tujiruhum majarahum, msiwapitishe hawa wenye kujiheshimu mapito mnaowapitisha wasiojiheshimu. Lazima mtofautishe. Wote washirikina hawamtambui Allah, wanaabudu miungu yao, lakini hawa kwenye mikataba waungwana, wanaheshimu makubaliano, hawaja kuchokozeni, hawashirikiani na maadui zenu, wapo na mambo yao. Timizeni nao makubaliano. Amani ni kitu muhimu, wachieni na mambo yao. Hayo ni baina yao na Mola wao. Siku ya malipo iko. Ye mwenyewe kaamua hapa duniani achague dini yake aliyozaliwa nayo, anaipenda. Hoja zote, dalili zote zimeisha. Kusemeshwa mtu huyu kwamba Mungu wa kweli sio huyu uliye naye, ni huyu, hajaelewa, lakini hafanyi fujo. Mwache na imani yake. Mwache na imani yake, usimfanyie fujo yoyote. Msimamo wake atakwenda kuona matokeo yake siku akifa. Lakini hawa ambao hawajataka kumwamini Mola wao, halafu pia si wastaarabu, wanavunja amani, wanaingilia kati uhuru wenu wa ibada, wanakufanyieni fujo, hamna haja ya kuweka nao makubaliano kwa sababu hayana tija. Wanaoheshimu makubaliano hawa ni waungwana, heshimuni mikataba yenu na wao. Wale wasioheshimu mikataba, hao ndo imevunjwa mikataba yao. Kwa hiyo waliokuwa wastaarabu waungwana, msiwapitishe kwenye mipito mnaowapitisha wale waliovunja mikataba ambao si wastaarabu, hawakuonyesha uungwana. Wala taj'alu alwafa wala taj'alu alwafiyu kalghadir, msimchukulie sawa sawa aliyetekeleza ni kama yule aliyevunja makubaliano. Huyu tumekubaliana jambo, kaheshimu, katekeleza. Hawezi kuwa sawa sawa na ambaye tulikubaliana jambo, kavunja makubaliano. Kwa hiyo kila mmoja mnamtreat kwa mujibu wa alivyo. Aliyekuwa muungwana mfanyieni ungwana, hata kama kafiri. Ukafiri ni chaguo lake mwenyewe, halitowadhuru nyinyi. Lakini kwenye masala ya miamala yanayoingilia kati maisha yenu, uhuru wenu, haya mnatakiwa muwe wakali, muyalinde. Thumma lam yankusukum shay'a,
hiyo exceptional case iliyopo, illa alladhina ahadtum minal mushrikin, tangazo hili halitawahusu wale mnao mikataba nao katika washirikina, thumma lam yanqusukum shay'a, alafu baada ya hiyo mikataba hawajatenda any mistake, hawajakukoseeni adabu kwa kutengua chochote kwenye mikataba yenu. Lam yanqusu min shuruti almithaqi shay'a, wamefanya uungwana na wameonyesha ustaarabu, hawajapunguza chochote katika yale ambayo mmekubaliana nao. Hawa walindeni, ilindeni mikataba yenu na hawa. Jengine, walam yudhahiru alaikum ahada, wameonyesha uungwana kwamba wanajua nyinyi mna maadui, lakini wao wamezuia mikono yao, hawakukubali kushirikiana na yoyote anayewapiga vita. Maana inawezekana nina mkataba wa amani na kabila fulani, yeye kabila huyo hajanichokoza, haingilii kati mambo yangu, lakini kuna mlango wa nyuma hupita akashirikiana na adui anayekuja kunipiga vita moja kwa moja. Ndio hiyo yudhahiru, wanashirikiana alaikum, kuwahujumu na mwengine. Mimi simpigi kwa sababu nina mkataba nao, lakini naweza nikakupa msaada wa mali, gharama za kutayarisha vita nitatoa, ukitaka mafunzo nitakuletea wataalamu wakufanyishie zoezi jeshi lako, ukitaka silaha nitakuletea. Yeye hakupigi, lakini anamuwezesha atakaye kupiga. Huyu pia kavunja mkataba. Ana mikataba ilikuwa inasomeka hivyo: hukubaliani na imani yangu, sawa, lakini naomba tukubaliane usinipige vita, na tukubaliane usimsaidie yoyote katika maadui zangu wanaonipiga vita. Sawa, nimekubali, mnasaini mkataba. Mwingine kaheshimu mkataba, mwingine hajaheshimu mkataba. Aliyeheshimu mkataba yeye hakupigi wala hakubali kutumiwa na anayekupiga, na wewe muheshimu mtu kama huyo. Huyu muungwana, anapenda amani, mbakishe katika amani. Usimuingize kwenye orodha huyu na yule wote washirikina ndo wale wale. Lazima utafautishe mwenye madhara na asiyekuwa na madhara. Hana madhara usimfikishie madhara, dili na yule anayekufikishia we madhara peke yake. Inafahamika hiyo eh? Uislamu umekamilika kwenye kila idara, na kama mna wataalamu katika rasilimali watu, lazima mupange vizuri kuwatumia kwenye mambo kama haya ya kimataifa. Hapa pako salama, hapa ndo panapokuja shari yote. Sisi tutadili na hapa panapokuja shari, lakini na huku mnakagua huo mkataba unaenda sawa. Hawa jamaa hawajatuzunguka, kama wameonyesha uungwana, waonyesheni uungwana na wao. Lam yuayinu alaikum ahada, wametulia kweli washirikina, lakini wametulia, hawajamsaidia yoyote katika wale wanaokupigeni vita. Min aadaikum, miongoni mwa maadui zenu. Kwa hiyo wao waheshimuni, wabakisheni katika amani, dilini na wale ambao wamevunja mikataba na hawapendi kuona nyinyi mnaishi kwa amani. Hawa waliojiheshimu wakatimiza masharti ya mikataba, faatimu ilaihim ahdahum ila muddatihim, hawa timizeni makubaliano yenu katika hiyo mikataba mpaka muda mliokubaliana uishe. Kama ni miaka 10, miaka 10, miaka 20, miaka 20. Mikataba hiyo inazungumzwa. Kama walifanya ungwana kwenu, basi na nyinyi uful ahda kamilan ila inqidai muddatihi, tekelezeni kwa ukamilifu makubaliano mliokubaliana mpaka ufike muda wa kuisha makubaliano hayo. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, huo ndio ucha Mungu, na Allah anawapenda wacha Mungu.
Huo ndio ucha Mungu, na Allah anawapenda wacha Mungu. Kwa hiyo mna ahadi na watu, kuweni waungwana nyinyi kwa kutimiza hizo ahadi, na mkiona wao wametimiza ahadi, wafanyieni ungwana. Huo ndo ucha Mungu. Tunaishi ndio, huyu kafiri hataki kuwa na msimamo wangu, huna haki ya kumlazimisha. Lakini kwenye masala ya mustawa wa maisha, amani yetu, mambo yaende, kila mmoja awe huru, haya ndiyo tunaodili nayo. Huyu katoesha amani, hataki tuwe huru, tutachangamka na huyu. Huyu anapenda amani, anajali uhuru wetu, tutamuheshimu hata kama ni kafiri. Ndo ucha Mungu huo. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, hakika Allah anawapenda watu wacha Mungu. Anatunyima amani, anatudhalilisha, wanauawa watu wetu, mitego ya ajabu ajabu, kila siku watu wanapotea. Hapa hatuwezi kuheshimu mikataba. Tukigundua anayefanya vitimbi hivi ni fulani, tunashughulika naye. Lakini kuna mwingine tuna mikataba naye, katulia, hafanyi vituko kama hivi, mwache afanye mambo yake kwa mila yake, ukafiri wake ni wake mwenyewe. Sisi tutamtendea uungwana kwenye miamala kama hii ya kimaisha. Ndo dini inavyotutaka, na huo Allah kauita ucha Mungu, na anawapenda Allah watu wenye misimamo hiyo. Hata kafiri ana haki zake, naye usimnyime haki zake, usimvunjie uhuru wake, usimdhulumu mali zake. Ukafiri ni amali yake mwenyewe baina yake na Mola wake. Lakini masala ya stadi za maisha, haya ndo yanalindwa: amani ya watu, heshima ya watu, uhuru wa watu. Hivi vikichezewa, mnatakiwa mpambane kuvilinda. Inna Allaha yuhibbul muttaqina lirabbihim, Allah anawapenda wale wenye kumcha Mola wao. Almuwaffina liuhudihim, wale wanaokuwa wanakubaliana na wenzao halafu wakalinda makubaliano yao, wakayatekeleza na wakayatimiza. Allah anawapenda watu kama hao. Qala al-Baydawi, amesema Baydawi katika kutafsiri aya hizi, hadha ta'lilun wa tanbihun, hii ni kujenga hoja na kutoa sababu, na pia ni kutanabahisha. Tunatanabahishwa sisi ala anna itmama ahdihim, kuwatimizia wale mnao mikataba nao ahadi zao, mimbabi taqwa, tunajulishwa ni katika masala ya uchamungu. Tunaamiliana na watu wengi, makafiri, waumini, lakini wakati mwingine hata huko kwa waumini unapata watu wasiotekeleza ahadi, ambao huitwa wanafiki. Alamatul munafiki thalathu, alama za kumjua mtu muislamu ambaye ni mnafiki. Ukitaka kumjua mtu si muislamu mzuri, mnafiki, alama zake Mtume amesema ni 3. Muislamu mwenzio, lakini kuna sehemu 3 unaweza kujua kwamba si muislamu mzuri. Alama ya kwanza, idha tumina khana, akiaminiwa watu wamemkinai kumpa jukumu fulani, tumekuamini kukupa kazi hii, khana, huifanyia khiana ile nafasi. Ataiba, atachukua haki za wengine, atawatendea sivyo wanaostahiki. Muislamu lakini anavuruga kwenye majukumu na dhamana aliyopewa. Huyu huwa si muislamu mzuri. Kaaminiwa kwenye maeneo fulani, lakini wale waliompa hiyo amana anawafanyia khiana. Si mshirikina, si kafiri, muislamu anaonekana, lakini anakuwa ni khain. Chini kwa chini hatutendei haki. Ni alama ya kwamba huyu mtu pamoja na uislamu wake ana elementi za unafiki, si muislamu mzuri. Alama ya kwanza ni khiana. Ya pili, wa idha wa'ada akhlafa,
Mara zote akiahidi jambo hatimizi ahadi zake, anakhalifu miadi. Mtume ndo anasema hivyo Hata kama ni Muislamu mwenye tabia hii anatiliwa mashaka kwenye Uislamu wake. Si mtu wa ahadi. Anaahidi mwenyewe, anajicommit, alafu anakuwa ni mwenye kwenda kinyume na ahadi zake. Na alama ya tatu, wa idha khasama fajara, akigombana na mtu akiwa kwenye mizozo hakubali nasaha. Muislamu akinasihiwa hukubali, moyo wake unarudi, kwa sababu haya ni mambo yanayofungamana na masala ya akida na ibada, yanafanywa kwa watu kutaka radhi ya Allah. Lakini mtu ananasihiwa asema ataje huyo Mungu mwenyewe hapa ili mimi sikubali. Huyu na ibilisi hawana tofauti. Alipoambiwa nimeumba kiumbe nikimkamilisha huyu mpe heshima, asema kwa huyu mimi sikubaliani na wewe. Kwa hiyo anagombana, panatokezea misunderstanding, wakikutanishwa kusuluhishwa ili apatane na mwenzake mambo yaende vizuri, yeye anakuwa hakubali. Sasa kama kwa muumini, kwa Muislamu kuna vitu kama hivi vinavyomtoa katika murwa, lakini vinapatikana kwa mshirikina kafiri, basi huyo mshirikina kafiri mtendea haki, na wewe utakuwa huko katika pati ya uchamungu. Kutimiza ahadi, kuwatendea watu haki ni katika uchamungu, ndivyo tunavyojulishwa na hii aya. Baidawi amesema hivyo, hadha ta'lilun, hii ni sababu, Allah ametupa sababu. Wa tanbihun, na anatuzindua, anatutanabahisha, ala anna itmama ahdihim, nyinyi kutimiza kwenu ahadi na washirikina kama hawa waliokuwa waungwana, mimbabi taqwa, ni katika mlango wa uchamungu. Mtakuwa nyinyi mmefanya takwa, mko katika haki, mmetenda sawa. Qala ibn Abbas, habrul umma Abdullah ibn Abbas naye amesema, kana qad baqiya lihayin min kinanatin, ilikuwa kumebakia jimbo moja la kabila la Banu Kinana, min ahdihim 19. Banu Kinana walikuwa wana mkataba na Mtume sallallahu alayhi wasallama, wametia mikataba hiyo, international correspondence, ya mambo ya kulinda amani na mambo mengine, ya kuwapa watu uhuru kufanya ibada zao bila kuwabughudhi. Huyu kasilimu, kusilimu kwake isiwe sababu mkamtia kwenye mateso, ni maamuzi yake mwenyewe. Tukubaliane, mtu akifanya maamuzi yake kama mlivyoamua nyinyi kutafuta mawe mkayafanya miungu, huyu kaamua muabudu Mungu mmoja, nyie mna wengi, huyu kaamua atosheke na mmoja. Tukubaliane, tuwe na uhuru kwenye maamuzi kama haya, sawa sawa. Sasa kulikuwa na hii kabila moja au jimbo moja katika hayo maeneo ya Waarabu la Banu Kinana. Aya hizi ziliposhuka ulikuwa umebakia muda wa miezi 19, miezi 9 ashuri. Mkataba wao ulikuwa uko valid baada ya miezi 9 mbele huko, lakini wao walikuwa ni waungwana, wameheshimu makubaliano na hawajaonekanwa kuenda kinyume mahala popote. Fa atamma sallallahu alayhi wasallam ahdahum, Mtume akasema ahadi yetu na Banu Kinana itakuwa active mpaka muda tuliokubaliana uishe. Hawa hawamo katika hao waliopigwa baraa. Fa idhan salakha al-ashhurul hurum, aya inayofuata Allah anasema, si wamepewa miezi 4 ya kujidai, wajipange, watembee kwenye maeneo kwa uhuru kabisa, miezi 4 wamepewa. Sasa Allah anasema katika taarifa hiyo hiyo, fa idhan salakha al-ashhurul hurum, ikishamalizika hii miezi mitukufu. Ai maana yake idha madat, hii miezi 4 ikishapita, wa kharajatil ashhurul 4, ikatoka hii miezi 4,
allati, miezi minne ambayo hurima fiha qitaluhum, imeharamishwa kupigana vita ndani ya hiyo miezi minne. Faqtulul mushrikina, anzisheni vita. Kabla ya hiyo miezi minne wameambiwa washirikina watembee kifua mbele, hawatobughudhiwa. Miezi minne ikisha tu liamsheni, yani mtume na waumini wapambane na hawa watu watovu wa nidhamu wanaovunja mikataba. Faqtulul mushrikina, ikimalizika hiyo miezi pambaneni na washirikina haithu wajadtumuhum, popote mtakapowakuta, isipokuwa wale mlioambiwa madamu ni waungwana muwalinde. Hawa wengine pambaneni nao popote mtakapowakuta. Uqtuluhum, piganeni nao fi ayi makanin au zamani, mahala popote na muda wowote. Min hillin au haramin, wakiwa wako katika mwezi mtukufu au usiokuwa mtukufu, nyumbani au nje ya nyumbani, Maka, pambaneni nao. Qala Ibn Abbas, na amesema Ibn Abbas, fil hilli wal harami wa fil ashhuri al hurumi, wapigeni katika mahala kwenye haram, nje ya haram na kwenye miezi mitukufu. Baada ya huo muda wa miezi minne waliopewa, vita vitaanza, na vita vikianza ndani yake mnaweza mkaingia mwezi mtukufu, wao waendelee tu. Wakhudhuhum, katika kupambana nao mtakao wapatia sawa, wakamateni mateka, washikilieni. Khudhuhum ay maana yake bil asri, wakamateni mateka. Wahsuruhum, na wekeni kifungoni kwenye ihsari, yani ahbisuhum, wawekeni mahabusu. Wamnauhum min at-taqallubi fil biladi, ndo hiyo maana moja. Kumweka mtu mahabusu, umemnyima fursa ya kuwa huru kutiritiri mijini. Kule tulipita kwenye Amfali, kwenye vita vya kwanza vile vya Badri, kaambiwa hujawa na wakati wa kukamata mateka, hili tatizo. Lakini wakati kapewa sababu ya kwamba hujawa na uwezo wa kukamata mateka, bila shaka kwa muda wa baadaye ataandaa mazingira. Kadiri siku zikienda, mtume ana gain momentum, anafanya mambo makubwa zaidi ya kiulinzi. Sasa mkishakuwa mko vizuri, mkipambana nao, wakamateni mateka, wawekeni kizuizini, wasiwe huru kutembea kukutana na wenzao wakapanga na hivi. Mwingine huwezi kumkamata mateka mtata, wanauawa vitani. Lakini mkishawazidi nguvu, isiwe kuua ndio hobi, wakamateni mateka, muwaweke kizuizini. In tuhsinu fahsuruhum, mkishakuwa mna uwezo wa kuwamiliki, wawekeni kizuizini. Fil khilai wal husuni, wawekeni kwenye ngome zenu, kwenye maselo. Hata yadtaru au yudtaru ila alqatli au alislam, mpaka yatengenezeke mazingira. Kafanya fujo huko kizuizini, atauawa. Kaona haki ilipo, sema hawa kweli nguvu walionayo ina msaada wa Mungu, kasilimu, ndo jambo linalotakiwa. Asilimu au akifanya fujo atauawa. Waqudu lahum kulla marsadin, jipangeni muwakalie kila maeneo ya kuwavizia, maana na wao huwa wanavizia, wanatafuta sehemu kwenye weakness, tutapenya vipi tuingie eneo fulani tukafanye hujuma fulani. Na nyinyi Waislamu jipangeni kiulinzi. Qudu lahum kulla marsadin, yani muwe makini katika kuweka ulinzi sehemu nyeti za maeneo yenu, wasije wakapenya hawa wakaleta madhara. Uqudu lahum fi kulli tariqin yaslukunahu, wategeni na muweke barriers,
muweke ulinzi kwenye kila njia ambazo wao huwa wanapita. Watatafuta na wao ujanja, tupenye wapi, tutokezee sehemu fulani, tukafanye nini. Na nyinyi kwenye maeneo yenu mujipange vizuri. Warqubuhum fi kulli mamarin, wavizieni kwenye maeneo yote ambayo kwa kawaida huwa wanapita, au mnategemea nyinyi hawa wataplani kupita maeneo fulani. Tangulieni nyinyi mkaweke kinga, mjilinde huko. Kila sehemu ambayo inategemewa hawa watapita, kaeni mlinde kwenye mipaka yenu. Fi kulli mamarin yajtazuna minhu fi asfarihim, wategeni na muweke ulinzi kwenye kila njia ambazo wao huwa kwenye safari zao kwa kawaida wanapita. Wanakaa watu kwenye nchi zao, utaona maeneo ya mipaka, kwenye njia rasmi, njia kuu na njia zisizo rasmi. Nyinyi mnajua wanaweza kupenya sehemu fulani, nyinyi mkaweke huko ulinzi. Nchi inalindwa, na mkifanya uzembe ndo hujuma zinakuwa nyingi. Watu wanakuja wakaleta uharibifu kwenye mali, wakateketeza roho za watu, wakaharibu majengo, wakakuharibieni mazao kwenye mashamba, wakafanya hivi. Kwa hiyo mujilinde kwenye nchi yenu na shari za hawa jamaa. Ni amri kutoka kwa Allah. Qala fil bahri, amesema mwanawachuoni aliandika tafsiri inayoitwa al-Bahr al-Muhit. Wa hadha tanbihun, ili ni tanabahisho. Allah anatutanabahisha ala anna al-maqsuda, makusudio ya maagizo haya ya Allah, isalul adha ilaihim, kama wao wanavyofanya maudhi, na nyinyi muende kwenye zile sababu ambazo wao hupata kuzitumia kufanya maudhi. Waudhini kama na nyinyi wanavyokuudhini. Idha isalul adha ilayhim bikulli wasilatin, mujipange na nyinyi muwafanyie maudhi kwa kutumia njia yoyote, kama ambavyo wao hutumia njia nyingi kukufikishieni maudhi. Muwe makini kutrace hizo njia, na nyinyi mzibe mianya mapema. Bikulli wasilatin bitariqi alqitali, kila njia ambayo wao huitumia kufanyia fujo kwenu, izibeni hiyo njia kwa mipango na mikakati ya kivita. Wekeni beria za kijeshi kwenye maeneo ambayo watapenya kuja kuleta madhara kwenu. Au bitariqi al-ightiyali, au mara nyingine hufanya vitu vya kushtukizia vya hila, mkashtukia tu mmeathiriwa sehemu fulani, na nyinyi muamke muwe mapema kulinda hivyo vitu. Hawa watu hufanya hichi na hichi na hichi, hutumia mbinu hii na hii na hii, na nyinyi kaeni na wataalamu wenu, mkae mujipange, mfikiri hizi tutazizuiaje hizi njama zao, hujuma hizi tutapunguzaje makali yake, na nyinyi mjipange kiulinzi ili kupunguza madhara, watu wenu wakae salama. Wamefundishwa watu katika dola changa ya Waislamu Madina, fa intabu, watakapoona mmewawekea ngumu, mko vizuri, wakiamua kutubu. Sema wa jamaa sasa hivi hawawezekani, wako vizuri, sio wapumbavu kama pale mwanzo. Fa intabu, wakitubu makafiri hawa, na toba yao ni kule kukubali Uislamu ni dini ya haki, wakasilimu. Wa aqamu salata, na baada ya kusilimu wakasimamisha sala kama nyinyi mnavyosali, wakajua sisi ni viumbe tuna haki ya kuwasiliana na muumba wetu. Wa atau zakata, na wakajua kwenye Uislamu kuna jukumu la mwenye mali ikifikia kiwango atoe zaka, na wao wakakubali agizo hili wakatoa zaka. Wakisilimu wakakubali kusali baina yao na Mola wao, wakatoa zaka za mali zao. Maana yake fa intabu ani shirki, wakitubia kutokana na ushirikina wao, wakaacha ushirikina, wakakubali la ilaha illa Allah. Wa adau ma furida alaihim min as-salati wa zakati, na wakakubali baada ya kusilimu kutekeleza faradhi walizofaradhishiwa waumini kama kusali na kutoa zaka. Fakhallu sabilahum,
zile sehemu mlizoweka beria wafungulieni, wapeni uhuru wa kutembea watakapo. Walipokuwa maadui zenu mnatahadhari nao, mmewawekea ngumu kwenye kila njia, lakini mkiwaona wamenyooka sasa ni ndugu zenu katika dini, vile vikwazo waondoleeni, wawe huru kupita, kwenda, kurudi, kununua, kuuza. Mkiona wamejirekebisha, washakuwa ndugu zenu katika imani, fakhallu sabilahum, wafungulieni njia zao, waachieni njia. Yani kufu anhum, acheni kuwadhibiti, kuwawekea vikwazo. Wala tataaradu lahum, wala msiwataaradhi kwenye masala ya kimaisha. Watakuwa wana right ya kwenda mji huu mji ule, wakachukua cha huku wakaenda wakauza kule, chukua cha kule wakaja wakauza huku, wakatengeneza maisha yao. Inna Allaha ghafurur rahim. Huu ndo ungwana. Alikuwa mkorofi lakini karudi sasa akawa mtu mwema, basi Allah anamjua anayejirekebisha. Na kwa mtu ambaye anajirekebisha, atamkuta Allah ni mwenye kusamehe yaliyopita na ana rehema, atamfungulia fursa, amuondolee maovu yake na ampeleke katika upande wa rehema zake. Anayekubali kutubu, kasilimu, kaacha makosa yake yote yanasamehewa, anakuwa ni mtu huru kama watu wengine, kwa sababu Allah ndo tabia yake. Ghafurun, ni mwenye kusamehe sana makosa. Rahimun, ana rehema kwa waja wake, huwatoa kwenye kuangamia akawapeleka kwenye mafanikio. Fa inna Allaha wasi'ul maghfira, Allah ni mkunjufu wa maghfira, warahma, na ni mkunjufu wa rehema vile vile. Liman taba wa anaba, kwa mtu yote anayetubia makosa yake na akafuata utaratibu, akaelekea kwenye dini ya haki. Allah anamjua aliyejirekebisha, humfungulia milango yake, akakubali kumsamehe makosa yake na akamuongoza kwenye rehema zake, akaondoka vizuri katika dunia akiwa ni mtu mwenye mafanikio. Wa in ahadu minal mushrikina istajarak, Allah akamwambia mtume wake, wa in ahadu minal mushrikina istajaraka, ikiwa mshirikina yoyote atakutaka jiwar. Istajaraka maana yake talaba jiwaraka, yani amanaka. Wa in ahadu minal mushrikina, ikiwa kutatokezea mshirikina yoyote, talaba jiwaraka, kataka amani yako, kakwambia nilinde, mimi sijakubaliana na msimamo wako na itikadi yako, nabaki na dini yangu hivi hivi, lakini naomba unilinde, nitakuwa ni mtu mwenye amani kwenu. Hiyo ndo jiwar. Zamani hakukuwa na masala ya immigration, hizi ni taratibu za kisasa. Lakini kwa mfano mtu anatoka zake Persia, si Mwarabu, kaja zake kwenye eneo la Waarabu, pengine huko maisha yamemzonga, hana amani, anatafutwa kwa shari, kasema nitakwenda kuishi Arabuni. Hawezi kuingia Arabuni mtu ambaye sio Mwarabu mpaka ampate Mwarabu amdhamini. Uongozi wa Waarabu ujue fulani anakaa hapa kwetu, yuko chini ya himaya ya fulani, kwa hiyo huyo fulani anayemuhami, huyo ndo anakuwa jaruhu, kampa kinga, ulinzi. Lolote likitokezea, yule mwenyeji aliyemdhamini ndo atajibu. Imefahamika hiyo eh? Sasa hivi ndo kuna taratibu za kwamba uwe na visa, sijui uwe na pasi, uwe na hivi na hivi. Lakini zamani unakwenda Maka, unaenda Madina, hawakutambui, lazima umpate mwenyeji wa Maka, mwenyeji wa Madina, anayefahamika, mwenye nguvu, aseme huyu ataishi hapa chini yangu. Si lazima uishi nyumbani kwake, unaweza kuishi popote, lakini huyu anaishi hapa kwa dhamana ya fulani. Sasa ikitokezea mshirikina yoyote kaja kutaka jiwari, kinga, amani, kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa ampe amani.
katoka kwao hujui alivyotoka, kapenda kuja kuishi hapa, mkubalie. Lakini ikitokezea hiyo fursa, ndo kama ninavyosema, uangalizi unakuwepo wa kutosha, mwendo wake, nidhamu yake, dasturi yake, isiwe kaja na ajenda zake anataka kutimiza hapa. Kama kaja kwa kheri, atakaa kwa kheri na atakuwa ni mwenye amani tu kabisa. Wa in ahadun minal mushrikina istajaraka, yani inistaamanaka mushrikun, akaja mshirikina kutaka amani yako umlinde, wa talaba minka jiwaraka, akataka jiwar kwako, nataka nikae hapa kwa ulinzi wako, nilinde, niombe idhini ya kukaa hapa, nitakaa hapa kwa dhamana yako wewe. Akija mtu kama huyo na ushirikina wake, faajiru, mlinde, mwache aishi. Uislamu haujampiga mtu marufuku asiyekuwa Muislamu kuishi kwenye jamii ya Waislamu. Atabaki na ushirikina wake, atabaki na Ukristo wake, atabaki na ubuda wake, anakaa. Ndo Zanzibar, ndo maana utakuta kuna Wahindu, wa China pia walikuwepo. Kuna Wazanzibari wa China wengi tu hapa, wamezaliwa hapa, hata kwao China hawakujui. Watu wa dini zote wamekuja. Kwa hiyo kaja kutaka himaya ya hapa imuhami, mpe hata yasmaa kalam Allah. Huenda ikawa ni fursa kwake, akiishi na watu waumini atayasikia maneno ya Allah. Kama akili yake iko salama, anaweza akakunjuliwa ufahamu, akaelewa uzito wa maneno hayo, akajua kumbe mimi nilikuwa napotea, hawa jamaa wenzangu wako kwenye haki. Ataathirika na tabia za Waislamu, ibada za Waislamu, maneno ya kitabu cha Allah, ndio hiyo kalamullah, atayasikia yakisomwa, yakizungumzwa. Huenda ikawa kukaa kwake hapa kwake yeye faida. Yani kaja mtu mshirikina kutaka kuishi hapa kwenu, aminhu, mpe amani, mkubalie kukaa, hata yasma alqur'ana wa yatadabbarahu, ili apate fursa ya kuisikia Qur'ani ikisomwa, na maadama ana akili timamu atazingatia maelezo ya Qur'ani. Qala Zamakhshari, Qur'ani ina athari hata kwa asiyefahamu lugha, lakini ina muathiri, ina mvuto fulani. Kama akili yake iko salama, atajituma kutafuta ukweli. Hichi kitabu cha aina gani? Kwani kinazungumza nini? Akifuatilia hivyo vitu, lazima moyo wake utasoma positively, na inakuwa ni sababu ya yeye kuwa ni miongoni mwa Waislamu. Allah akamuonyesha njia, akawa ni ndugu yenu. Kwa hiyo kaja kuomba amani, kukaa hapa kwenu, mpe hiyo amani ili apate fursa ya kuisikiliza Qur'ani na kuizingatia. Qala Zamakhshari amesema, almaana, maana ya aya, in jaaka ahadun minal mushrikina, ikiwa atakujia yoyote katika washirikina, baada inqidai al-ashhur al-hurum, baada inqidai al-ashhur al-arba'a, baada ya kumalizika ile miezi minne. Yani miezi minne ikisha peshatangazwa vita, lakini baada ya miezi minne kuisha kaja mshirikina kwenu, yeye mwenyewe kama yeye peke yake au na familia yake, asema mimi naomba amani, napenda niishi hapa kwenu. La ahda bainaka wa bainahu, tena mshirikina mwenyewe hamna mafungamano ya mikataba baina yako na yeye. Kaja yeye mwenyewe tu, hajaja kwa niaba ya taifa lake, kabila lake, kaja mwenyewe tu. Fastamanaka, akakuomba amani. Liyasma tad'u ilayhi, liyasma ma tad'u ilayhi, ili akae kusikiliza mwenyewe, anafanya utafiti. Kwani wewe watu wanakupiga vita, unalingania nini? Kwa nini kuna uadui mkubwa baina ya watu na wewe? Anataka kujua chanzo. Mina tauhidi wal Qur'ani,
hichi unachokilingania katika kusema Mungu ni mmoja tu, ambao watu hawakubali, wana miungu yao mingi, na kwamba kuna Qur'ani ndo kitabu ulicholetewa cha muongozo, kaja kutaka undani wa hivi vitu, usimfukuze. Faajirhu, mpe amani, mlinde. Faaminhu, mpe amani, hata yasmaa kalam Allahi wa yatadabbarahu, ili ayasikie maneno ya Allah na ayazingatie mwenyewe moyoni mwake. Wayutalli ala haqiqati al-amri, akizingatia mwenyewe kwa hiari yake, ataufahamu hakika wa jambo lenyewe, atajua wewe unalingania nini na uzito wa unacholingania na hivi vingine ukoje. Aqulu, Zamakhshari anasema, hadha ghayatun min husni almuamalati wa karami alakhlaq. Anasema huu ni upeo wa juu wa tabia njema na muamala mzuri wa kuamiliana na watu alofundishwa Mtume. Na mwenye Mtume alikuwa anasema, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, mimi Mola wangu kanifundisha adabu, tena kanifundisha adabu vizuri kweli kweli. Alikuwa Mtume anajua kukaa na kila aina ya mtu, kuongea na kila aina ya mtu. Kwa hiyo kaja kutaka kukaa hapa, usimtimue, mwache akae, na msikilizishe kile ambacho wewe umetumwa kukilingania kwa watu. Asikie Qur'ani na ataona practice ya watu ambao wameisoma hiyo Qur'ani. Usimnyime haki hiyo. Lianna almurada, kwa sababu makusudio ya mikakati yote hiyo, wazuieni, watafuteni, piganeni nao, makusudio yake laisa nilu min alkafirin. Hawaambii Waislamu wajitenge na makafiri, kwamba wao wawe na society ya mbali na makafiri wawe mbali. Sio lengo. Lengo ni yale maafa wanayoyafanya makafiri yadhibitiwe. Kila siku utasikia watu 100 wameuawa huko, 70 wamekutikana wamekufa, chuki yao tu kwenye dini. Hasa mikakati ile, funga mipaka, wafuatilieni, piganeni nao, ni kukomesha uhalifu tu. Kama watakuwa ni waungwana, wanaishi vizuri, tunachanganyika bila ya tatizo lolote. Huyu kaamua abaki na dini yake hiyo ya kuabudia masanamu, huwezi kumlazimisha kuachana nayo, lakini awe muungwana, ndo lengo. Lengo sio kuwabagua Waislamu waishi mbali na makafiri wakae mbali, sio lengo. Bal, lakini iqna'ihim wa hidayatihim, lengo kwa watu waliopewa huu muongozo, wawakinaishe hawa wasioujua kwa hoja, na halafu wawaelekeze kwenye haki. Ndugu yangu, kweli una dini, lakini hebu linganisha itikadi yako na itikadi hii, Mungu wako au miungu yako na uwezo wa Mungu huyu mmoja. Umkinaishe kwa hoja na umuelekeze kwenye lililo la sawa, hata yaarifu alhaqa, mpaka wautambue ukweli. Fayatabiuhu, wakiutambua ukweli uko wapi, watafuata ukweli, ndo lengo. Sasa ukimtenga mbali huku, usije hatukutaki, utampata nani? Kwa hiyo kaja kataka kukaa hapa, mwache akae, ili anaweza kwa fursa hii akaona ukweli uko wapi na akanufaika nao, ndo lengo. Wayatruku ma huma alayhi min ad-dalali, wakijua ukweli uko hapa, watayaacha yale walionayo katika upotovu, ndo lengo. Kwa hiyo kaja, usimfukuze, mwache abaki, halafu muelekeze taratibu, kiungwana, kwa hoja na dalili, na kivitendo ataona kinachotendwa na waumini. Kama huko walikuwa wanafundishwa Waislamu washenzi tu, maiti yao wakifa wanamchana chana kwa visu. Si unaona makaburini kwao, ukenda unasikia lete panga, lete kisu. Mimi kuna mtu nimekutana naye Segerea pale jela, ofisa wa magereza. Hasa sisi zamani tulikuwa tunafundishwa kule kwetu, mtu wa Bukoba huko, Waislamu wanakula nyama za ndugu zao, alafu vile yule umsikia anazikwa, wanamchana chana kwa visu kule ndani. Tunasikia lete panga, lete panga. Sasa siku moja
Unajua sisi kule kwetu tumechanganyika, familia moja utawakuta Wakristo na Waislamu. Muislamu kamuoa Mkristo au Mkristo kamuoa Muislamu, wanazaa. Ilitokezea maziko, familia imechanganyika, Waislamu na Wakristo. Shehe akaniita mimi, ingia kaburini, kwa sababu maiti imenihusu, ya Muislamu lakini imenihusu. Wakashangaa Waislamu, kwa nini anamuingiza Mkristo? Asema na huyu aingie nataka. Akamuonyesha vile wanavyozika kule chini. Kaburi linachimbwa chini ya miti, kuna mizizi mikubwa. Ushachimbwa manandani, maiti anazuiwa na mzizi. Lete panga, tunakata huu mzizi kutengeneza makazi yake vizuri. Hakatwi maiti mwenyewe. Anasema siku hiyo ndo nimefahamu. Sasa huko watu hupewa chuki mpaka Uislamu wakauona mbaya. Waislamu wote washenzi, wana hivi wana hivi. Kaja kwenu akaona mwenyewe kivitendo, kasumba zote zinamtoka. Mnanifahamu? Wanafundishwa mambo ya ajabu ajabu dhidi ya dini. Lengo ni kuzuia kondoo wao wasije wakawatoka. Sasa ikitokezea fursa, kaja karibu, mkaribisheni, mfahamisheni ukweli, mlinganieni haki, na kivitendo hasa aone ule Uislamu kwenye community unavyofanya kazi. Sio kama sisi tulivyoupoteza. Waislamu sote lakini hatuishi Kiislamu. Hakuna zuri ambalo mtu litamvutia kwa kutuona wenyewe. Sote tumeharibika. Lakini hapo Uislamu ulipokuwa umesimama, umefikia climax, watu walikuwa wanaathirika na tabia tu za Waislamu, jinsi wanavyoishi. Mwenyewe ana moyo unarudi, anakuwa mpole, anakuwa ana hamu ya kuuliza masuala, kujifunza, kuomba baadhi ya vitabu. Na siku hizi alhamdulillah vitabu vimetafsiriwa kwa lugha nyingi tu. Anajua Kiingereza, mpe cha Kiingereza. Anajua Kiswahili, mpe cha Kiswahili. Atajifunza taratibu, akiuona ukweli anakuwa sio mgumu kukubaliana na ukweli na kuacha yale mambo ya kijinga alionayo. Thumma, kesha akishajifunza chochote katika kusikia Qur'ani, ablighuhuma amana, mfikishe kwa salama kwenye eneo lake, kwenye familia yake, kwenye watu wake. Yani thumma, kesha baada ya kukaa nanyi kwa muda, akaona na kusikia ya Uislamu, lam yuslim, hakuathirika na chochote na kabaki hajasilimu, faausilhu ila diyari qaumihi, wewe mwenyewe hapo kiongozi wa hapa, mchukue umfikishe kwenye miji ya watu wake. Kama kwenye tension za kivita hizi, kaona ni hatari kurudi kwao mbali, kaja hapa, mimi naomba nikae kwa amani, sina ugomvi na nyinyi, kaeni naye, mlinganieni, ataona kivitendo. Hakuridhika na Uislamu, baadaye mchukueni nyinyi mumrejeshe kwao. Ndo alivyokuwa analelewa Mtume hivyo. Thumma ausilhu ila diyari qaumihi, kisha kama hakutaka kusilimu baada ya kukaa nanyi, kusomewa Qur'ani, kuona Waislamu wanachofanya, hajaathiriwa na chochote, ausilhu ila diyari qaumihi, mchukue umpeleke kwenye miji ya watu wake, kwenye familia yake, allati, jamii ambayo yaamanu fiha, atakwenda kukaa nayo kwa amani. Anachukuliwa rasmi, anarejeshwa kwao, anaonana na familia yake, anakwenda kwa amani kabisa. Ala nafsihi, atakuwa ni mwenye amani kwenye nafsi yake, wa malihi, wala huku hatodhulumiwa mali zake, ataenda na mali zake, min ghairi ghadarin wala khiyanatin, pasi na kufanyiwa ghadari, kuendewa kinyume, kufanyiwa khiana, kudhulumiwa. Kafiri lakini huruhusiwi kumdhulumu kwa sababu ya ukafiri wake. Kaja, anakaa kwa amani, atatafuta asbabu za maisha, pengine kafanya biashara, kafanya mifugo, kalima, akiondoka msimdhulumu chochote katika vitu vyake. Mchukueni mumrejeshe kwenye familia yake kwa amani, na stahiki zake, mali zake apewe mwenyewe bila ya kumfanyia khiana wala dhulma. Dhalika biannahum qaumun la ya'lamun, Allah anasema ninakwambieni mukae nao na muwasomeshe wasikie kidogo, ni kwa sababu hawa watu wanaendeshwa na kasumba, wanahukumu mambo wasio na elimu nayo.
dhalika, nakwambieni mkae nao vizuri, hiyo ni amri yangu, biannahum qaumun la ya'lamun, kwa sababu hawa ni watu ambao hawafahamu. Sasa wakikaa hapa wakifahamu kitu kwa kiasi cha akili zao kitawasaidia. Hata kama hakutaka kusilimu sasa, pengine hiyo kurejeshwa kwao itakuwa ndo sababu ya kusilimu. Atakuwa na nafasi ya kwenda kulinganisha alichokiona huku na atakachokikuta kwao. Akili lazima itampeleka kwenye panapostahiki. Mwenyewe baadaye anaweza kuamua wale jamaa wako sawa zaidi kuliko hawa watu wangu, atakuwa kapata kidogo. Dhalika al-amr, amri hii, jambo hili, bil ijarati lilmushrikin, la kuwapa makazi, ulinzi wa shirikina. Bisababu, mmepewa jambo hili kwa sababu, bisababin, ni kwa sababu, annahum la ya'lamuna haqiqata dini al-islam, huko waliko hawafahamu uhakika wa dini ya Uislamu, ndio maana wanahukumu mambo visivyo. Wakiingia kwenye jamii yenu kama Waislamu na mna practice Uislamu, wataelewa kwa kina nini Uislamu na ipi itikadi ya Waislamu na miamala ya Waislamu. Atajifunza kitu. Fala budda min amanihim, hapana budi wakija kwenu muwape amani, mukae nao vizuri, hata yasmau, mpaka wasikie maagizo ya Allah, wayatadabbaru, na wazingatie vizuri. Thumma bayyana ta'ala, kisha baada ya hapo Allah akabainisha alhikmatu min albaraati, hikma ya kule kuvunja mikataba mibovu, min uhudil mushrikin, katika mikataba ya washirikina. Lakini kutokana na muda, hiyo sababu tutakuja kuisoma katika darasa ijayo. Kwa leo tuishie hapo. Taishia hapo aya 6 leo inshallah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa adhanu min Allahi wa rasulihi, na ni tangazo kutoka kwa Allah na mtume wake. Ila nasi, tangazo hili watangaziwe watu wote. Linatoka kwa Allah na mtume wake, liende kwa watu wote duniani. Na linatolewa tangazo hili yaumal hajjil akbari, siku ya hija kubwa, kwenye uwanja wa Arafa. Lisomwe kwenye audience ya watu wa makabila, mataifa kutoka pande mbalimbali. Tangazo hilo linasema anna Allaha bari'un minal mushrikina wa rasuluhu, eleweni enyi watu, Allah kavunja mikataba yote yeye pamoja na mtume wake baina yao na washirikina. Fa in tubtum, nyinyi washirikina kama mtatubu baada ya tangazo hili, fa huwa khairul lakum, itakuwa ni khairi kwenu mkifanya hivyo. Wa in tawallaitum, mukiendelea kukataa, fa'alamu annakum ghairu mu'jizillah, eleweni vita vipo na nyinyi hamwezi kumshinda Allah kwenye vita hivi. Wabashiril ladhina kafaru bi'adhabin alim, na wabashirie makafiri adhabu inayouma. Watajivuna kidogo kwa pesa zao, nguvu zao hapa duniani, lakini wakiondoka duniani wana adhabu inayouma. Illa alladhina ahadtum minal mushrikin, isipokuwa msivunje mkataba na wale mliokatibiana nao katika washirikina. Thumma lam yanqusukum shay'an, halafu kwenye makubaliano yenu hawakupunguza chochote, mikataba waliitendea haki. Walam yudhahiru alaikum ahadan, halafu hawakushirikiana na yoyote katika maadui zenu. Mmefanya uchunguzi, jamaa fulani mkataba wameuheshimu, hawakutengua kipengele chochote cha makubaliano yetu, wala hawakushirikiana kwenye uovu na yoyote katika mahasimu zetu. Kama hawa, faatimu ilaihi mahdahum, mikataba yao itimizeni mpaka muda mliokubaliana. Ila mudatihim, mpaka ifikie deadline. Inna Allaha yuhibbul muttaqin, huo ni ucha Mungu. Mkifanya hivyo Allah anawapenda watu wacha Mungu. Fa idhan salakha al-ashhurul hurum, ikimalizika hii miezi mitukufu, faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum, anzisheni vita na washirikina popote mtakapowakuta. Wakhudhuhum, wakamateni mateka.
wahsuruhum, na muwaweke kizuizini, maabusu, waqudu lahum kulla marsadin, na kwenye njia zote wanazopita kaeni kiulinzi kwa tahadhari ya kuja kufanya hujuma kwenye community yenu. Fa intabu, wakitubu, wa aqamu salata wa atau zakata, kutubu kwao ni kwamba wakubali Uislamu ni dini ya haki na Mola anayestahili kuabudiwa ni mmoja tu. Wakilikubali hilo, wajue kuna wajibu wa kusali na kutoa zaka. Wakiyakubali hayo, fakhallu sabilahum, wafungulieni njia zao, wawe huru kupita hapa na pale, kwenda huku na kule, kufanya hili na lile, hata kama wamebaki na ushirikina wao. Lakini watakaokuwa huru ni wale watakaosilimu, wakasimamisha sala, wakatoa zaka. Fakhallu sabilahum, wanakuwa ni ndugu zenu, waachieni njia zao. Inna Allaha ghafurur rahim, hakika Allah ni mwenye kusamehe na mwenye rehema kwa anayetubu na kujirekebisha. Wa in ahadu minal mushrikina istajarak, na ikiwa yoyote katika washirikina kataka himaya kwako, faajirhu, mpe himaya, akae kwako, hata yasmaa kalam Allah, mpaka asikie maneno ya Allah, thumma ablighu ma'manahu, alafu mfikishe kwenye mji wake akakae na watu wake kwa amani. Dhalika biannahum qaumun la ya'lamun, ruhusa hiyo ya Allah ya kwamba muwaweke kwenu wasikie maneno ya Allah ni kwa sababu hawa watu ni watu wasiofahamu. Hawaufahamu kwa huko nje waliko Uislamu, wakija huku kwenu ndo wataufahamu Uislamu. Ila sisi Waislamu wa sasa, narudia, sisi hatuishi Kiislamu. Kwa hiyo yoyote kafiri anaishi na sisi haoni tofauti na sisi na yeye, kwa sababu sisi tumeacha mila yetu, tunafuata mila yao. Kwa hiyo hakuna kinachomvutia katika Uislamu. Wanaosifika kwa wizi, Waislamu wanaongoza. Wanaosifika kwa zinaa, Waislamu ndo wenyewe. Wanaosifika kwa kutokuwa na uaminifu, Waislamu wanaongoza kwa wizi, khiana, utapeli na kila kitu. Hasa kinamvutia kitu gani kwa Waislamu mpaka akaona ni dini ya haki? Lakini kwa wakati ule ilikuwa Waislamu popote wanapoishi ni tofauti na watu wenye imani nyingine. Maisha yao tu Waislamu ni da'wa tosha, inawaathiri watu wengine, wanavutiwa na maisha yao, jinsi walivyowakarimu, wanavyopendana, kila mmoja anavyojali mwenzake, wanavyotenda haki kwenye maamuzi, kwenye hukumu na kila kitu. Wallahu a'lamu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.